Dimitra Pandev amezaliwa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 1976. Ana miaka 49. Kocha la boli, meneja wa boli. Ni kweli ana leseni A na CAF anataka pro. Ni mechi ya kwanza ya Simba na Gaborone Botswana. Hakukaa kwenye benchi la ufundi. Lakini mechi ya pili walimsajili Gaborone, alimsajili kama meneja, amekaa pale. Gaborone jinsi unavyoiona yote ilikuwa chini ya amri yake. Yeye ndo kafanya kila kitu na ndo kitu kitachokuja kwa Simba. Simba amemsajili kama meneja, ataungana na Matola, lakini kwanza kikosi, tekniki, kila kitu watakuwa wanahusika pale. Kwa hiyo unaona mbinu za uwanja zinaenda kubadilika kwa wachezaji kwa asilimia kubwa sana. Ni mtu ambaye anaweza kuibua vipaji vya vijana wanaokuja. Ni mtu ambaye anaweza kumnyanyua mchezaji ambaye, unajua hakuna mchezaji ambaye anamaliza msimu yuko form tu. Kuna down and up. Yeye ana uwezo mkubwa wa kumnyanyua mchezaji na akarudi kwenye kiwango chake. Dimitra ni kocha mwenye uzoefu, amefundisha vilabu 5 hapa Afrika, na katika vilabu 5 amevipatia makombe vilabu 2, Victoria ya Cameroon na Gaborone ya Botswana. Ni kocha ambaye ni muumini wa 4-3-3 attacking, anaamini kwenye kushambulia, timu yake huwa inafika kwa wakati, shambulia kwa wakati. Hata mkiangalia mechi ya Botswana walishambulia kwa wakati, walifika kwa wakati, walipiga sana. Hata walipokuja hapa walipambana kuplace muda wote. Ni mtu ambaye anaamini sana kwenye kushambulia kwa haraka na kwa kasi. Anataka timu yake iwe faster muda wote, wa place watu kuanzia juu, wawe fiti, watoke kwa spidi nyuma. Yani ni kocha ambaye anafanana na falsafa za Simba kabisa, na kocha ambaye Simba walikuwa wanamhitaji, au meneja ambaye Simba walikuwa wanamhitaji. Kwa hiyo mlikosa mtu kama wewe. Tulikosa mtu kama wewe kwa muda mrefu kwa sasa. Unaona pila biliani linaenda kurejea. Sasa hivi tunaita pila biliani, pila Bulgaria, pila nipe tena akampa tena, pila nipe mbaya nikupe nzuri. Labda tu haiwezi kuleta madhara, maana usajili alisajili kocha mwingine Fadlu Davis. Uzuri wakati Fadlu anasajili Matola alikuwepo. Naamini pre-season kweli hawajakaa pamoja, lakini Matola yupo ambaye atajaribu. Ndio maana Matola ambaye atasimama, Matola ana pro, atasimama kama kocha kwenye mechi za CAF, atasimama kama kocha mkuu. Lakini mbinu watashirikiana na yeye, lakini Dimitra atakuwa kama boss ambao kila kitu kitatohusika na mbinu, kikosi chamhusu Dimitra. Kwa sasa je, kikosi kimeshajipata ama bado mnaendelea kutengeneza timu? Tayari tumeshajipata. Juzi mechi hapo tumempiga mtu goli 3 na mpira mwingi sana umemwagika. Sema sana. Waka mtakunilazimisha. Yaani sema sana kwanza ndo tuendelee. Sana. Namna hiyo. Kwa hiyo mmeshajipata. Tumeshajipata na silikuwa sio swala la kujipata, ya kujiweka sawa tu. Simba afi, mnyama anajeruhiwa tu afa anapona. Labda nani mnamtamani kukutana naye sasa? Yoyote unamleta wewe. Mimi akili yangu inawafaa. Mimi mtu ambaye natamani kukutana naye mabingwa wenzangu huko, Al Ahly, Mamelodi, Esperance de Tunis, Wydad, Pyramid, ndio watu ambao mimi natamani kukutana nao. Sio mtani anayekusumbua. Hakuna, mimi sisumbuliwi na mtani. Mara 6 mfululizo. Ni kawaida, inatokea tu, dabi haina mwenyewe. Mara 6 lakini. Mara 6 lakini ndio mwisho. Imekuja pila Bulgaria. Amekuja kukata ule utepe. Unaona ubingwa wa klabu bingwa unaenda kuchukua? Yes, kwa nini sichukue club, nisione kama nitachukua ubingwa wa CAF Champions League? Kwa sababu naweza kusajili mchezaji kwenye ligi yoyote hapa au kwenye timu yoyote unayojiwea hapa Afrika. Kumtoa mchezaji kama kwenda kuvunja mkataba kwa mchezaji kama Al Ahly, Luis Mixon tulishavunja mkataba. Kwenda kumchukua mchezaji hata kama ni kwa mkopo, lakini Mamelodi ambaye bado mnashindana kwenye CAF Champions League, na ambaye unamchukua mchezaji kama Maema ambaye ni captain wa timu ya CHAN, unataka kumchukua mchezaji kama Selemani Mwalimu ambaye amecheza Wydad kwenye mashindano ya UEFA ya dunia, na hata kama yuko mkopo, lakini nameona alichokifanya juzi kwa Mkapa, ameshinda goli zuri sana, na ndio wachezaji wakubwa ndio wanashinda magoli makubwa. Unaambia nini sasa mashabiki? Mimi naambia washabiki wa Simba, wanangu, muda wa kula biliani na muda wa kula pilau umefika. Pila Bulgaria, pila kampa tena. Tuwa tulivu wanangu. Tumekosa mechi ya nyumbani ya CAF Champions League bila washabiki. Mechi inayokuja tuko pamoja, usifanye vurugu, kila mtu amchunge mwenzie. Tukimwona kuna mtu msaliti, tunamripoti haraka. Tusibishane nao wakatoka kutuharibia kwa washa mafataki wala kufanya jambo lolote baya.
sisi akili yetu, mawazo yetu, nguvu yetu ni Champions League. Shukrani. Asante.